Iran imefanikiwa kuanza tena kusafirisha mafuta ghafi kwenda masoko ya kimataifa baada ya meli zake kadhaa kubwa za mafuta kuvuka eneo la Ghuba ya Uajemi, hatua inayotazamwa kama mafanikio makubwa kwa sekta ya nishati ya nchi hiyo baada ya kipindi cha karibu miezi miwili cha kupungua kwa mauzo na usafirishaji wa mafuta kutokana na changamoto za kiusalama, kisiasa na kiuchumi. Kwa mujibu wa kampuni ya kimataifa ya kufuatilia meli za mafuta duniani, meli mbili kubwa za shirika la kimataifa la meli za mafuta la Iran NITC, Diona na Hero 2 zimefanikiwa kuondoka katika eneo hilo ikiwa zimebeba jumla takribani mapipa milioni 3 ya mafuta ghafi. Kampuni hiyo imesema harakati za meli hizo zimethibitishwa kupitia mifumo ya kisasa ya kidigitali ya ufuatiliaji wa meli pamoja na picha za satellite ambazo zimeonyesha safari zao zikianza kutoka vituo vya upakiaji wa mafuta nchini Iran kuelekea njia za kimataifa za usafirishaji wa nishati. Baadaye kampuni hiyo ilithibitisha kuwa meli ya tatu ya Iran nayo imevuka eneo hilo ikiwa imebeba takriban mapipa milioni 1 mafuta ghafi. Hivyo kwa jumla zaidi ya mapipa milioni 4 ya mafuta ya Iran yameripotiwa kuondoka katika eneo hilo ndani ya muda mfupi, kiwango ambacho kinaweza kuingizia Tehran mamia ya mamilioni ya dola za Kimarekani kulingana na bei za mafuta katika soko la dunia. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa katika sekta ya nishati duniani kwa kuwa inakuja wakati Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vikali vya Marekani vinavyolenga sekta yake ya mafuta ambayo ndio chanzo na nguzo kuu ya uchumi wa taifa hilo. Kwa miaka mingi Marekani imekuwa ikijaribu kupunguza uwezo wa Iran kuuza mafuta katika masoko ya kimataifa kwa lengo la kuongeza shinikizo kwa serikali ya Teherani kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa na kiusalama, ikiwemo mpango wake wa nyuklia. Katika miezi ya hivi karibuni, shughuli za usafirishaji wa mafuta ya Iran zilikuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na hali ya tahadhari katika Ghuba ya Uajemi. Njia hiyo ya baharini ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayozalishwa katika Mashariki ya Kati husafirishwa kupitia njia hiyo kuelekea Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanaeleza kuwa kufanikiwa kwa meli hizo kuondoka kunaweza kuashiria kuwa Iran imeanza kurejesha sehemu ya uwezo wake wa kuuza mafuta katika masoko ya kimataifa. Wanaamini kuwa ikiwa usafirishaji huo utaendelea kwa kasi hiyo, Iran inaweza kuongeza mapato yake ya fedha za kigeni katika kipindi kifupi kijacho na kusaidia kuimarisha baadhi ya sekta za uchumi wake ambazo zimeathiriwa na vikwazo vya muda mrefu. Kwa mujibu wa wataalamu wa biashara ya mafuta, mapipa milioni 4 ya mafuta ghafi ni kiwango kikubwa ambacho kinaweza kuwa na thamani ya mamia ya mamilioni ya dola za Marekani kulingana na bei ya mafuta katika soko la kimataifa. Mapato hayo yanaweza kusaidia serikali ya Iran katika kugharamia matumizi mbalimbali ya ndani pamoja na kuimarisha akiba ya fedha za kigeni ambayo ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi. Sekta ya mafuta imeendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Iran kwa miongo kadhaa. Licha ya jitihada za nchi hiyo kupanua uchumi wake katika sekta nyingine, mafuta na gesi asilia bado vinachangia sehemu kubwa ya mapato ya taifa hilo. Hivyo mafanikio yoyote katika kuongeza mauzo ya mafuta yana athari kubwa kwa hali ya uchumi wa nchi hiyo. Wakati huo kurejea kwa mafuta ya Iran katika soko la dunia kunaweza pia kuwa na athari kwa usambazaji wa mafuta kimataifa. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa ongezeko la mafuta kutoka Iran linaweza kusaidia kupunguza shinikizo la bei katika soko la dunia ikiwa kiwango kikubwa zaidi cha mafuta kitaendelea kuingia sokoni. Hata hivyo, athari hizo zitategemea kiasi cha mafuta ambacho Iran itaendelea kusafirisha pamoja na mwenendo wa uzalishaji kutoka nchi nyingine zinazozalisha mafuta. Aidha, bado haijafahamika ikiwa kuondoka kwa meli hizo kutafuatiwa na safari nyingine nyingi zaidi katika wiki zijazo. Wataalamu wa sekta ya usafirishaji wa mafuta wanaendelea kufuatia kwa karibu mienendo ya meli nyingine za Irani ili kuona kama nchi hiyo itaongeza kiwango chake cha usafirishaji baada ya mafanikio ya safari hizi za kwanza.
Kwa ujumla, kuondoka kwa meli 3 za mafuta za Iran zikiwa zimebeba zaidi ya mapipa milioni 4 ya mafuta ghafi kunachukuliwa kuwa hatua muhimu zaidi katika juhudi za Iran kurejesha mauzo yake ya mafuta katika soko la kimataifa. Tukio hilo linaonyesha umuhimu mkubwa wa sekta ya mafuta kwa uchumi wa Iran na linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na serikali mbalimbali, wawekezaji, wafanyabiashara wa nishati na wadau wa masoko ya mafuta duniani kutokana na athari zinazoweza kujitokeza katika biashara ya nishati na uchumi wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.